Swala la biashara ya mkaa wa miti katika mkoa wetu wa Songwe tayari ilishapigwa marufuku na hakuna vibali vyovyote vinavyotolewa katika mkoa wa Songwe vya uchomaji wa mkaa wa miti. Jambo hili tukiliofia, hatutafika wakati tukasema sasa tumeacha kutumia mkaa. Wakati tunaanza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki, maneno yalikuwa mengi, hofu ilikuwa nyingi. Mifuko ya plastiki kwa sababu watu wamefanya nini? Wamezoea. Kwani sasa hivi kuna mifuko ya plastiki? Kuna mifuko ya plastiki? Hakuna mifuko ya plastiki, imetoweka. Kwa hiyo hata matumizi ya mkaa tunazungumza kwamba watu watakula nini, watafanya nini, kwa sababu tumefanya nini? Tumezoea. Lakini sisi kwenye mkoa wetu wa Songwe tayari vibali vya kuchoma mkaa havitolewi. Vibali vya biashara ya mkaa, hakuna vibali vyovyote vya biashara mkaa, mkaa ule unaotokana na miti vinavyotolewa. Lakini kama kuna halmashauri ambayo ina chanzo cha mapato kinachotokana na biashara ya mkaa wa miti, kuanzia sasa mwaka huu wa fedha tupo kwenye bajeti mpya, na bajeti hizo tutazipitisha hapa kwenye vikao vya RCC. Sitarajii kuona halmashauri yoyote inaleta chanzo cha mapato kinachotokana na biashara ya mkaa. Kwa hiyo swala la mkaa katika mkoa wetu wa Songwe bado amri yake iko vile vile, hakuna vibali na hakuna biashara yoyote ambayo tumeiruhusu katika kufanya. Lakini tuendelee kuhamasisha, na tumeagiza halmashauri za wilaya kwa kushirikiana na STAMICO, kwa kushirikiana na kampuni ya Jitegemee, lakini na wale wadau wengine ambao wanazalisha mkaa mbadala, kuanzia wiki hii sasa tuweke mkakati wa kushuka kule chini. Kwanza twendeni tukakutane na wafanyabiashara ambao wako tayari kufanya biashara ya mkaa mbadala. Kwenye kila halmashauri tayari wameshatambuliwa zaidi ya 1000 wako tayari kufanya biashara ya mkaa mbadala. Wenzetu wa STAMICO, Jitegemee pamoja na wadau wengine, twendeni tukakutane nao kwenye hizo halmashauri, tuwapatie elimu juu ya namna wanaweza kufanya hiyo biashara ya mkaa mbadala. Lakini halmashauri, chukueni jukumu la kushirikiana na hawa wadau kuhakikisha kwamba vituo vya kuuzia mkaa mbadala vinapatikana mpaka kwenye level ya kata. Pale penye uwezekano wa kuweza kutafuta vikundi vya vijana na kuwapatia mikopo ya halmashauri, kwa sababu mkaa mbadala uko pale, tunajua wapi unakopatikana. Tuwawezeshe vikundi hivyo vya vijana wafanye hiyo biashara ya mkaa mbadala, ili watu waweze kuachana na mkaa huu wa kuni ambao sisi katika mkoa wetu wa Songwe tayari ulishapigwa marufuku na hakuna vibali vyovyote vinavyotolewa vya kufanya biashara ya mkaa wa kuni. Kwa hiyo jambo hili niombe katibu tawala hili tulisimamie tena kabla ya siku 100 za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunataka tuone vituo vingi zaidi kwenye kila halmashauri vimefunguliwa vya kuuza huu mkaa mbadala. Zile changamoto zingine za bei ni swala la kukaa chini na kuweza kuona nini tunachofanya kuweza kukabiliana na changamoto hiyo, ili tusiweze kuweka mzigo mkubwa kwa wananchi. Lakini swala la uwezeshaji wa wadau limezungumzwa na mimi naliunga mkono. Wadau waliojitokeza na kuonesha teknolojia za uzalishaji wa mkaa mbadala, tuwaunge mkono, tuwawezeshe ili waweze kujenga uwezo mkubwa zaidi.